Kuna mtu akaniuliza, bro, mbona kama hii Club World Cup ina ubaguzi mwingi sana? Hemu angalia, klabu kama FC Barcelona ama Liverpool, mbona kama zilistahili kushiriki mashindano hayo lakini hazijashiriki? Why? Na je, hizo klabu 32 zinapatikanaje katika Club World Cup 2025? Iko hivi. Hizi klabu 32 zinatokea katika mabara yote 6 ya ulimwengu wanapoishi people. Bara la Ulaya ni bara pekee ambalo limepewa kipaumbele cha kushiriki kwa klabu 5. Huko Afrika, Asia, Amerika Kusini zikishiriki klabu 4 pekee katika kila bara. Mwenyeji wa mashindano Amerika Kaskazini, United States, ikishiriki timu moja tu, na Australia ikitoka klabu moja pia. Haya, zinapatikanaje hizo klabu? Iko hivi. Kuna mambo muhimu matatu yanayozingatiwa ili kufuzu katika kombe la dunia la vilabu ama Club World Cup. Kuwa makini kunisikiliza. Kitu cha kwanza kinachoangaliwa ama kinachoweza kuifanya klabu kupita bila kupingwa ni klabu kushinda taji la ubingwa wa bara lake. Mfano, UEFA Champions League ama CAF Champions League. Ndani ya miaka 4 kabla ya mashindano. Yani kama klabu imeshinda let's say UEFA Champions League mwaka 2021 au 2022, alafu haijawahi tena hata kushiriki UEFA, ule ushindi wa taji la UEFA wa mwaka 2021 utampa kibali cha moja kwa moja kucheza Club World Cup. Na hii ndo sababu iliyofanya klabu ya Chelsea na Manchester City kupita mbele ya Liverpool, wanaofanya vizuri kwenye ligi kwa sasa. Kwa sababu Chelsea wana taji la UEFA la mwaka 2021 na Manchester City wana taji la UEFA la mwaka 2023. Lakini pia Real Madrid mbele ya FC Barcelona. Real Madrid walifuzu vipi? Real Madrid wana taji la UEFA Champions League mara 2 ndani ya miaka hiyo 4. Kuna lile la 2022 na lile la 2024. Afrika kuna klabu kama Wydad na Al Ahly zimebebwa na sababu hiyo pia ya kubeba CAF Champions League. Jambo la pili ambalo linaweza likaifanya klabu kufuzu ni muendelezo mzuri wa klabu ndani ya mashindano ya klabu bingwa katika bara husika ndani ya miaka 4 kabla ya mashindano. Mfano, klabu ilikuwa na uhakika wa kufika nusu finali ya UEFA ama CAF Champions League kila msimu au hata robo, alafu hakuna klabu nyingine ambayo imefanya hivyo kwa mfululizo. Manake klabu inajiongezea point ya kushiriki Club World Cup. Imewasaidia Paris Saint-Germain, PSG, imewasaidia Bayern Munich, imewasaidia Atletico Madrid, imewasaidia Mamelodi Sundowns, imewasaidia Esperance de Tunis na kadhalika. Na sababu ya mwisho ni kuwa mwenyeji wa mashindano. Yani ukiwa mwenyeji wa mashindano, basi hata kama hujafanya vizuri katika ligi ya mabingwa, ila ukiwa umefanya vizuri nyumbani, lazima utapita bila kupingwa. Mfano ni Inter Miami kutokea nchini Marekani. Inter Miami ndio mabingwa wa ligi kuu ya nchini Marekani. Kwa hiyo moja kwa moja wamepata nafasi ya kushiriki Club World Cup. Mfano hata kama ingechezwa Bongo mwaka huu, basi Young Africans wangeweza kuiwakilisha Bongo kwa sababu ndio mabingwa wa msimu uliopita. Nadhani umepata kitu sasa. Haya, drop your comment hapo kwenye comment. Lakini pia nikukumbushe kwamba nimekuwekea simulizi ya Club World Cup kwa ujumla katika YouTube channel yetu ya Dino Television. Huko nimeelezea kuanzia Club World Cup ilivyoanzishwa mwaka 2000 mpaka sasa, ni mabingwa wangapi ambao wamewahi kupita, ni watu gani wenye mataji mengi zaidi katika Club World Cup, lakini pia ni klabu gani kutokea Afrika ambayo imeshiriki mara nyingi katika Club World Cup. Hivi unajua kama kuna klabu kutoka Afrika ambazo zimewahi kucheza finali ya Club World Cup? Ingia YouTube, andika Dino Television, utaweza kukutana na video ambayo imechambua kiundani zaidi Club World Cup, simulizi ya Club World Cup kuanzishwa kwake mpaka kubadilika kuja kuwa kombe kubwa kweli kweli. Kuna mtu akaniuliza, bro, hivi kuna timu kutoka Afrika ambayo imewahi kubeba Club World Cup? Jibu ni hapana. No. Hakuna klabu kutoka Afrika ambayo imewahi kutoa taji hilo toka kuanzishwa kwake mwaka 2000. Lakini kuna klabu 2 ambazo zimewahi kucheza finali ya Club World Cup kutokea hapa Afrika. Mwaka 2010 klabu kutokea Congo DR, Tupisa Englabe Mazembe, TP Mazembe, ilicheza finali ya kombe la dunia la vilabu dhidi ya klabu kutoka Serie A, International Milan, Inter Milan. Kipindi hicho nyota Mkameruni Samuel Eto'o akiwa na Inter Milan. TP Mazembe wakapoteza ubingwa kwa kichapo cha goli 3-0.
Mwaka 2013 klabu ya pili kutoka Afrika katika taifa la Morocco, Raja Casablanca, ikafanikiwa kufika fainali ya Club World Cup ambapo ilikutana na mabingwa kutoka German Bundesliga Bayern Munich. Raja Casablanca wakalikosa taji hilo kwa kichapo cha magoli 2-0. Kipindi hicho Bayern Munich ni ya moto kwelikweli ikiwa na kina Frank Ribery. Toka kipindi hicho hakuna klabu nyingine kutoka Afrika ambayo imewahi kucheza katika fainali ya Club World Cup. Ni timu mbili pekee, Raja Casablanca na TP Mazembe. Kuna klabu 9 pekee katika bara la Afrika ambazo zimewahi kushiriki katika mashindano ya Club World Cup toka kuanzishwa kwake mwaka 2000. Klabu ambayo imeshiriki mara nyingi zaidi ni klabu kutoka nchini Misri, Al Ahly, ambao wameshiriki kombe hilo kwa mara 10, wakifuatiwa na Wydad Casablanca pamoja na Esperance de Tunis ambao wameshiriki mara 3. Wydad kutoka nchini Morocco, Esperance kutoka Tunisia. Then inafuata TP Mazembe kutoka Congo DR na Raja Casablanca kutoka nchini Morocco, wote wakiwa wameshiriki mara 2, na klabu zingine 4 zikiwa zimeshiriki mara moja tu. Kuna ES Setif, kuna Etoile du Sahel, kuna Maghreb Tuna na Mamelodi Sundowns. Nadhani sasa tutakuwa tumeelewana. Haya, drop your comment hapo kwenye comment. Lakini pia nikukumbushe kwamba nimekuwekea simulizi ya Club World Cup kwa ujumla katika YouTube channel yetu ya Dino Television. Huko nimeelezea kuanzia Club World Cup ilivyoanzishwa mwaka 2000 mpaka sasa, ni mabingwa wangapi ambao wamewahi kupita, ni watu gani wenye mataji mengi zaidi katika Club World Cup, lakini pia ni klabu gani kutokea Afrika ambayo imeshiriki mara nyingi katika Club World Cup. Hivi unajua kama kuna klabu kutoka Afrika ambazo zimewahi kucheza finali ya Club World Cup? Ingia YouTube, andika Dino Television, utaweza kukutana na video ambayo imechambua kiundani zaidi Club World Cup, simulizi ya Club World Cup kuanzishwa kwake mpaka kubadilika kuja kuwa kombe kubwa kweli kweli. Baada ya kiungo FC Barcelona pamoja na timu ya taifa ya Spain Pedri Gonzalez kutua nchini Tanzania katika mbuga ya wanyama ya Tarangire iliyoko kule mkoani Manyara, kiungo mwingine kutoka FC Barcelona Pablo Gavi ametua nchini Tanzania. Pablo Gavi kupitia ukurasa wake rasmi wa Instagram upande wa Insta story ameweza kuposti picha hizi. Kuna hii picha ambayo alikuwa na girlfriend wake Ana Pelayo ambayo ameiposti wakiwa na vinjari katika mbuga za wanyama. Mbele wanaonekana wanyama punda milia, then ameweka location akaandika Tanzania. Picha nyingine hii hapa akiwa na familia. Picha nyingine hii katika Insta story yake ameweza kuishare akiwa yuko na simba karibu kabisa. Huyo ndiye Pablo Gavi ameweza kutua Tanzania, kiungo wa FC Barcelona pamoja na timu ya taifa ya Spain. Na itakuwa Pedri Gonzalez amepapenda sana Tanzania, akaamua kuwashtua washikaji zake kina Pablo Gavi. Njoeni Bongo Land, huku ni unyama mwingi kweli kweli. That's it. Hapa ni Super 12 ya Dino Television. Endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.